Wakati mtoto huyu anasoma hapa mbele, unaruhusiwa kumchukua picha. Haukatazwi kumchukua picha, lakini na mtoto mwingine ambaye anatuletea neno la Mungu. Mimi sijui, ila nilimwambia andaa neno. Kwa hiyo sijui ameandaa neno kitabu gani. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninawaomba hapa katikati tunasimama, alafu tunawazuia wa kule nyuma hawaoni. Kwa naomba wote tuketi ili kila mmoja awe anaangalia madhabahuni. Amen, watumishi wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mwana kondoo ameshinda. Ufuate. Tutasoma kitabu cha Wafilipi sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 30. Anasoma Wafilipi sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 30, lakini ataunganisha sura ya 2 mpaka 15 huko mbele. Haleluya. Tusimame tuombe. Tuombe. Mtakatifu, jina lako litukuzwe. Tazama umenitumia mtoto wako kuja mbele zako Mungu. Sina cha kujibu Mungu kusema asante Mungu. Damu yako naweza kupata kufunika. Utakapoenda kusoma hili neno Mungu, kila atakayelisikia akapata kulitendea kazi Mungu. Damu yako naweza kupata kufunika Mungu. Kiona na kushukuru Amen. Amen. Nami katika Utatu Mtakatifu nitawatangulia kusoma. Paulo na Timotheo, watumwa wa Kristo Yesu, walitumwa na Kristo Yesu kwa watakatifu wote katika Kristo walioko Filipi, pamoja mashemasi na maaskofu. Neema na iwe kwenu, na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na Yesu Kristo. Ninamshukuru Mungu kila niwakumbukapo ninyi siku zote, nikisema sala zangu kwa furaha, kwa sababu ya ushirika wenu wa kuieneza Injili tangu siku ya kwanza hadi hivi leo. Nami niliamini hili ndilo hili, ya kwamba alianza kazi njema mioyoni mwenu, hata ataimaliza siku ya Kristo Yesu. Vile vile kama ilivyo wajibu wangu wa kufikiri haya yote juu yenu, kwa sababu ninyi mmo moyoni mwangu, kwa kuwa kufungwa kwangu katika kuieneza Injili na kuthibitisha ninyi nyote mmeshiriki neema hii. Maana Mungu ndiye shahidi yangu jinsi ninavyoonea shauku katika moyo wake Kristo. Hii ndiyo dua yangu, ya kwamba pendo lenu lizidi kuwa jingi katika hekima na ufahamu wote, mpate kuyakubali yote yaliyo mema, ili muwe na mioyo safi bila kosa hadi siku ya Kristo Yesu, hali mmejazwa matunda ya Roho, hali mmejazwa matunda ya haki kwa njia ya Kristo, kwa utukufu na sifa ya Mungu. Lakini ndugu zangu, nataka mjue ya kuwa yote yaliyonipata yalinikuta zaidi kwa kuitetea Injili. Hata vifungo vimezidi kuwa dhaifu katika Kristo. Miongoni mwa askari na watu wengine pia, wengi wa hao ndugu zao katika Bwana wakipata kuthibitika kwa ajili ya kufungwa kwangu, wamezidi kuthubutu kulinena neno la Mungu pasipo hofu. Wengine wanahubiri habari za Kristo kwa sababu ya husda na fitna, na wengine wanahubiri kwa nia njema. Hao wanahubiri kwa pendo, wakijua ya
kuwa niliwekwa kwa ajili ya kuitetea Injili, bali hawa wanahubiri kwa fitna, wala sio